Haleluya hosana, haleluya hosana, thank you Jehova. Na siku zote huwa naanza na asante kwa sababu naamini gratitude inabeba nguvu ya kushifti kutoka ambacho hakiko sawa kuja kwenye ambacho kiko sawa. Asante Mungu, kuna kilichoko sawa kwenye maisha yangu, hata kama kuna ambavyo haviko sawa. Na nafanya hivi kumencourage mwingine atakayekuja kusikiliza hapa aelewe kwamba ni muhimu kuwa na shukrani, kwa sababu ulimwengu uko kama kioo, haya maisha yako kama kioo. Ukiwa mtu wa kushukuru, yatakutengenezea opportunity ya kuendelea kushukuru. Ukiwa ni mtu wa kulalamika na kuona negativity zitatawala maisha yako, maana maisha yatakutengenezea opportunity ya uendelee kucomplain, opportunity za uendelee kukaa kwenye hiyo negativity. Leo ninalo somo hili ambalo ni kama download ilinifikia, na hiyo download nimeona ni channel kuja kwenye somo ambalo nataka kulizungumzia leo. Ni somo kuhusu astrology, ni somo kuhusu elimu ambayo iko kiroho, ufahamu ambao uko kiroho kuhusu nyota. Najua nita sound crazy kwa watu wa dini, nita sound crazy kwa watu wasioelewa haya ambayo nayazungumza. Nita sound crazy, lakini naamini kwa nini hata na rekodi kutengeneza somo kama hili na kuliweka, naamini kuna ambao wanatakiwa kuyasikia haya maneno. Naamini kuna ambaye yatarelate haya maneno. Ninaposema astrology au naposema elimu ya kiroho kuhusiana na nyota, naweza kuweka kwa lugha ya kwamba sayansi ya nyota. Maana sayansi ya nyota ni elimu, ni kama unavyoona sayansi ya biology, fizikia au kemikia. Ukija kwenye ulimwengu wa roho kuna sayansi pia, na hiyo sayansi ni sayansi ya nyota. Ninaposema astrology au naposema sayansi ya nyota nazungumzia nini? According to the Akashic record, naposema Akashic record nazungumzia maktaba iliyoko kiroho ya mambo yote yaliyowahi kutokea, mambo yote yanayotokea na mambo yote yatakayokuja kutokea. Yani kumbukumbu zote zinaseviwa, hakuna kinacho lost. Kwa hiyo according to hizo kumbukumbu, according to the Akashic record, Mungu aliumba nyota si kwa ajili ya mapambo tu, bali kama lugha. Ninategemeana unajua kusoma hiyo lugha. Hiyo ndicho kinachonileta kwenye neno sayansi ya nyota, kwamba Mungu hakuumba tu nyota kama mapambo, aliziweka kama lugha. Nitajaribu kuielezea kwa nini nasema Mungu hakuumba tu nyota kama mapambo, bali aliumba kama lugha. Yani ni kama mawasiliano baina ya Mungu na ufahamu wa mwanadamu, iko hivyo. Kwenye jamii tunayoishi, kwenye system ambayo tumeikuta kwenye hii dunia, au system ambayo inaitawala hii dunia, naweza kuitumia kwa neno matrix. Ukija kwenye hii system ya maisha ambayo tunaona ni ya kawaida, astrology wengi wanafikiri ni uchawi, wengi wanaamini ni kama dini mbadala, wengi wanaamini ni upotoshaji wa shetani, na dini nyingi ndivyo zinavyosema kwamba ni upotoshaji wa shetani. Lakini according to the Akashic records, according to maktaba ambazo zimetunza kumbukumbu zote za yaliyowahi kuwako, yaliyopo na ambayo yanakuja kutokea, astrology ni lugha ya cosmic. Yani ni mfumo wa mawasiliano kati ya Mungu na consciousness ya mwanadamu. Yani mimi naamini ulimwengu uko hai. Yani ulimwengu hauwezi kuwa umeganda au umekufa afu vitu vinavyoishi ndani yake vikawa hai na vinatembea. Kwa naamini ulimwengu
uko hai, unatembea, yani una move, unafanya movement, unazungumza. Na ulimwengu unazungumza kupitia signs, unazungumza kupitia ishara, unazungumza kupitia numbers, unazungumza kupitia hata message kama hizi, unazungumza kupitia yoyote ambaye unataka uzungumze kwa huyo. Na mimi naamini Mungu ni vyote katika yote. Kwa hiyo ukisema ulimwengu, huwezi kusema ulimwengu uko huku na Mungu yuko huku. Unamzungumzia Mungu, maana Mungu yuko ndani ya kila kitu, ndiye kila kitu. Kwa hiyo Mungu anazungumza na wanadamu kupitia astrology. Yaani ulimwengu unazungumza na mwanadamu kupitia astrology. Iko hivyo. Ni kama lugha ya cosmic. Kwa mtu ambaye ana ufahamu wa kiroho, akija kuyasikiliza haya ni kama kumkumbusha. Siongei kitu kipya, ni kama kutrigger remembrance. Iko hivyo. According to the Akashic record, astrology au sayansi iliyoko kiroho ya kuhusu elimu ya nyota haionekani tu kama uchawi, haionekani kama upotoshaji wa shetani, bali inaonekana kama mapu ya nafsi, yani kama ramani ya nafsi, yani ni kama blueprint iliyoandikwa kwenye nyota kabla hujazaliwa. Mimi naamini kabla hujaja kwenye hii dunia unachagua maisha ambayo utaenda kuyaishi, unachagua vita zako, unachagua mafunzo yako, unachagua mission utakao kuja kuifanya, unachagua kile ambacho kimekuleta kwenye hii dunia, hauji tu bahati mbaya. Kwa hiyo kuna ramani ambayo inakuwa tayari imeandikwa kukuhusu wewe. Iko hivyo. Na nasema kile ambacho nakifahamu. Kwa hiyo katika jicho ambalo liko kiroho, katika ukweli ambao umefichwa, ni kwamba elimu ya nyota, elimu ya kufahamu juu ya nyota yako, elimu ya nyota, elimu ya astrology, ufahamu juu ya astrology, si kama ambavyo tunaambiwa. Haiko hivyo. Ni mapu ya nafsi yako, ni ramani ya nafsi yako. Nafsi yako inatoka wapi, inaenda wapi, nini kimekuleta, nini umekuja kufanya. Pia katika Akashic record, astrology inaonekana pia ni kama saa ambayo iko kiroho, inakuambia uko wapi katika safari yako. Yani inaweza kukuambia uko sehemu gani, unapitia kipindi gani. Ni kama compass direction fulani ambayo iko kiroho. Pia katika rekodi za Akashic, astrology inaonekana kama kioo cha karma, yani ni kama kioo kinachokuonyesha ulikotoka na unakokwenda, nini uko kujifunza hapa. Iko hivyo. Kwa nini nazungumza haya kwenye channel ambayo nimesema nitakuwa nikizungumza kuhusu spirituality, nikizungumza kuhusu self love, na nikizungumza kuhusu relationship, yani mambo ya kiimani, mahusiano ambao ndo upendo na kujipenda. Kupenda kunaanza kwa kujipenda. Lakini pia nisema nitakuwa nikizungumza kuhusu masuala ya financial, na nitakuwa nikizungumza through my experience. Hii ni channel ambayo nitakuwa nikizungumza mambo ya kiimani. Kwa hiyo mambo yote ninayozungumza hapa nitakuwa nikiyahusisha na Biblia moja kwa moja, maana hicho ndio kitabu ambacho natembea nikiamini kwamba Mungu aliyemo mle ndiye Mungu wa kweli. Kwa hiyo sitaki nifundishe kitu chochote ambacho kinampotosha mtu kutoka kwa Mungu wa kweli. Kwa hiyo astrology imeonekana vipi katika Bible? Maana kuna vitu ambavyo ukienda, kwa mfano mimi kwenye kanisa nililotokea, nikisema niende kanisani hawavigusii kabisa. Maana wakivigusia pengine wanaweza kutrigger awakening, wanaweza kutrigger kuamka. Mtu kajikuta unauliza, hapo mmezungumzia kuhusu nini? Na ukiwauliza wanaweza wakakosa majibu. Kwa kuna vitu ambavyo havigusiwi kabisa kanisani, na Biblia inaviongelea, na naona ni muhimu nikivifahamu mimi na akivifahamu mwingine, ndio maana na share hapa.
Nimesema nitatoa uhusiano uliopo kati ya astrology na Bible. Ukisoma Mwanzo 1 mstari wa 14 inaonyesha kwamba, nisema ukisoma Mwanzo 1 mstari wa 14 unasema, Mungu akasema, na ziwepo mianga katika upepo wa mbinguni, itenganishe mchana na usiku, na iwe dalili na nyakati na siku na miaka. Kwenye hili neno lililoandikwa kwenye Mwanzo 1:14, neno na iwe dalili, maana alisema na ziwepo mianga katika upepo wa mbinguni. Mianga ndiyo nyota. Na iwe dalili kwa neno la Kiebrania lililotafsiriwa kwa Kiingereza ni otot. Maana yake ni saini, na saini ni ishara, ni kama signal za mawasiliano. Neno dalili kwenye hichi kifungo cha Mwanzo 1:14. Kwa hiyo hapa anaonyesha ni kwamba zikawe ishara, zikawe signal za mawasiliano, marks za utambuzi zitakazoweza kuonyesha mambo, zinazoweza kueleza mambo yanayokuja. Kwa hiyo unaona kwenye hata Biblia, nyota si mapambo tu yaliyopo usiku, ni lugha, ni kama ishara zinaongea, ni kama signal za mawasiliano. Kifungu kingine cha kwenye Biblia ambacho kinazungumzia kuhusu astrology, na hata mimi nilipokutana na hichi kifungu ni kama kilinifungua macho, ni kama nilikutana na wakati wa wao nilipogundua maana ya hiki kifungu, na nimeona ni vyema nikikishare. Ushahidi wa pili ni nyota ya Bethlehemu. Ukisoma kwenye story ya kuzaliwa kwa Kristo duniani, inaonyeshwa siku yake ya kuzaliwa kwenye Mathayo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 2. Nasema, mamajusi kutoka mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi mzaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Hapa tunaonyeshwa kuna neno mamajusi. Mamajusi kwa lugha ya Kigiriki au kwa Kigiriki walikuwa ni wanaastrolojia, yani walikuwa ni watu wenye elimu ya nyota. Ni watu waliojifunza kusoma nyota kama lugha ya Mungu. Hawa hawakuwa wachawi, bali walikuwa wasomi wa cosmic language. Walikuwa wanaelewa lugha za ulimwengu, jinsi ulimwengu unavyoongea. Kwa hiyo unaona hata hawa mamajusi ndio walikuwa wa kwanza kumtambua kwamba Kristo yuko hapa, hata kabla wale makuhani waliokuwepo Yerusalemu. Iko hivyo. Hicho ni kifungu cha pili cha kwenye Bible ambacho kinazungumzia kuhusu nyota, kuhusu elimu ya nyota, kuhusu astrology. Kifungu cha tatu hapa ilikuwa ni mazungumzo ya Ayubu na Mungu. Alikuwa Mungu akimhoji Ayubu. Ukisoma kwenye Ayubu 38 mstari wa 31 unasema, je, unaweza kufunga mfumo wa Kilimia au kufungua kamba za Orioni? Ukija ukatafuta maana ya neno Kilimia, ukaitafuta maana ya Kilimia ni nini? Kilimia ni star, ni galactic being. Ninaposema galactic being nazungumzia viumbe wanaoexist kwenye mifumo ya nyota. Na naamini hata kwenye jamii tunayoishi sasa hivi, kwenye time tulioko sasa hivi, kuna mapando ya Mungu, kuna nyota za Mungu zimo zikiishi kupitia wanadamu. Kwa hiyo ndio maana naona hata ni muhimu watu kufahamu elimu ya astrology, maana imeficha mengi. Kwa hiyo ukitafuta neno ya maana ili Kilimia kwa Kiingereza ni Pleiadians. Ni Pleiadians. Ya Pleiades kwa spelling. Yani ukitaka kutafuta neno, tafuta neno Pleiades. Pleiades. Hawa ni viumbe kama unavyosikia aliens. Hawa ni viumbe walioko kwenye mifumo ya nyota.
na hawa wote bado wako chini ya Mungu, maana Mungu ndio muumba wa vyote. Pia ukisoma Ayubu 38 mpaka Ayubu sura ya 38 mstari wa 31 mpaka 33, kuna sehemu unaonyeshwa kwamba je, unajua amri za mbingu? Unaweza kuweka utawala wake juu ya nchi? Ngoja nikisome hichi kifungu chote kwenye Bible ili ilete maana. Ayubu 38 mstari wa 31 mpaka 33 tuseme. Unaonyesha hapa Ayubu anaulizwa, je, waweza kufunga mnyororo wa Kilimia, au waweza kuvilegeza vifungo vya Orion? Je, waweza kuziongoza sayari kwa wakati wake, au waweza kuongoza dubu na watoto wake? Je, unazijua amri zilizoamriwa mbingu? Waweza kuyathibitisha mamlaka yake juu ya dunia? Kilichokuwa kinazungumziwa hapa kwenye hichi kifungu ni amri zilizowekewa mbingu, jinsi mbingu zinavyozunguka, system za mbingu zilivyo, jinsi mizunguko ya mbingu ilivyo, jinsi sayari zinavyozunguka. Kija sayari ni elimu ya astrology, iko hivyo na ni elimu ambayo haifundishi kokote, lakini unaona hata kwenye Biblia imegusiwa. Kifungu kingine ambacho hichi kitalizonate hata na watu ambao na walenga kuisikia hii inamgusa mtu ambaye alikuwa ni mteule wa Mungu kabisa, ilikuwa ni nabii wa Mungu, ilikuwa ni Danieli. Huyu ni nabii aliyekuwa na elimu ya astrology. Ukisoma kwenye Danieli sura ya kwanza kabisa mstari wa 17 na mstari wa 20, mstari wa 17 unasema Danieli alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto, katika mambo yote, hekima na ufahamu. Alikuwa na ufahamu wa kila kitu. Alipewa kufahamu kila kitu, yani kiasi kwamba hata alipopewa ufalme, alipopewa nafasi alipopewa nyadhifa kwenye ufalme wa Babeli, alikuwa na ufahamu kuliko hata wachawi wote na wanajimu wote na waganga wote waliokuwa kwenye ufalme wote. Kwa alikuwa na elimu yote. Danieli alikuwa ni nabii aliyefunzwa mpaka lugha za Wakaldayo ambao ndio Babylon. Alikuwa na sayansi yote ya Babylon. Alikuwa anaijua astrolojia na unajimu wote wa Babylon. Alipewa kuvijua hivi vyote. Mungu hakumzuia Danieli kuvifahamu hivi vitu, bali alimpa kuvijua kuliko wote waliokuwepo pale wakivifahamu. Kwa unaonyeshwa kwamba kwa jicho liloko kiroho kwamba Mungu hakuumba chochote kibaya, ninategemeana unakitumiaje. Kwa nini naona ni muhimu kushare haya? Mimi naamini tuko kwenye nyakati za mwisho. Yani tuko kwenye nyakati ambazo zilitabiriwa zitakuja. Iko hivyo. Yani nataka kutumia lugha ambayo itaeleweka. Kwa hiyo nitatumia mifano ambayo iko hai. Wakati tuliopo ni nini, au age tuliopo ni ipi? Yani kizazi tulichopo ni kipi? Kizazi tulichopo sasa hivi ni age of Aquarius. Ukija kwenye elimu au ukija kwenye sayansi ya nyota, ni age ya Aquarius, zama za Aquarius. Dunia inatoka katika kizazi cha Pisces, yani age of Pisces, imeingia age of Aquarius. Enzi za Pisces au kizazi cha Pisces kilikuwa ni enzi za imani ya kipofu, yani unaenda ukiwa hujui unaenda wapi. Ilikuwa ni enzi ya dini na kuamini bila kuuliza chochote, yani unatakiwa uamini bila kuuliza chochote. Ilikuwa nguvu ipo katika mikono ya wachache, maarifa yapo katika mikono ya wachache. Siri zilikuwa zikifichwa, zilikuwa zikishikiliwa na watu wachache. Kizazi ambacho tumekiingia sasa hivi, age of Aquarius, ni enzi ya maarifa, uhuru na consciousness. Yani ni enzi ambayo maarifa yamefunguliwa. Iliandikwa kwamba
nyakati za mwisho hata Danieli alionyeshwa kwamba maarifa yataongezeka. Iko hivyo. Ni kizazi ambacho kuna kitu kinaitwa free will, yani tuko huru. Yani dunia ni imekuwa huru, unatakiwa ufanye ambacho unakifanya as long as umuumizi yoyote. Kuna kitu ambacho kiko hapa kinaitwa free will. Hata Kristo alikuja kuwaweka watu huru. Ni kizazi ambacho kiko conscious, ni kizazi ambacho kimefunguka kiufahamu, huwezi kukifunga pingu ya akili. Kwa hiyo kiko conscious, ni kizazi cha consciousness. Ni kizazi ambacho siri zinafunuliwa kwa wingi. Ni kizazi ambacho nguvu inarudi kwa watu, nguvu haiko tu kwa watu wachache, nguvu inawarudia watu. Ni kizazi ambacho kinapitia individual awakening, yani spiritual awakening. Ni kizazi ambacho kimepitia kuamka kiroho katika level ambayo haijawahi kuonekana. Ni kizazi ambacho teknolojia na spirituality vinaungana. Iko hivyo kwa sababu teknolojia ilishagatumika kama silaha ya kuwaangushia wanadamu. Sasa hivi teknolojia pia inatumika kama silaha ya kuwalinda pia wanadamu. Maana maarifa yanafunguliwa. Sasa hivi ni rahisi sana kupata maarifa kupitia teknolojia. Iko hivyo. Sasa hivi ni rahisi sana watu kuconnect kupitia teknolojia. Kwa hiyo ni muhimu sana watu kuelewa kuhusu wao. Ni muhimu sana watu kuanza kujielewa wao wenyewe. Maana usipojielewa ni unaenda kama kipofu. Na ukienda kama kipofu unaenda gizani, ni rahisi kutumbukia shimoni. Lakini ukienda unaelewa kuhusu wewe, ni ngumu sana kuingia shimoni. Ukisoma kwenye Biblia Luka 22 mstari wa 10, hapa kuna maneno ambayo yanakizungumzia kizazi cha Aquarius kitakacho kuja. Yesu kwenye kifungu hiki anasema, alikuwa akiwaambia wanafunzi wake na alikuwa akiwaambia kwa mafumbo kwamba mtakapoingia mjini mtakutana na mtu akibeba mtungi wa maji. Mtakapoingia mjini mtakutana na mtu akibeba mtungi wa maji, mfuateni nyumbani kwake. Hichi kifungu nilipoelewa maana yake mimi mwenyewe kilinishangaza na nikaona okay, Biblia si kitabu kilichoandikwa kusimulia hadithi. Biblia ni kitabu kilichoficha kodi. Kwenye elimu ya astrology, ukileta yani elimu ya sayansi ya nyota, ukakiweka na hiki kifungu, mtu aliyebeba mtungi wa maji ni kwenye astrology ni ishara ya Aquarius. Ni Aquarius ndio ishara ya mtu aliyebeba, ni ishara ya mtu anayemwaga maji. Ni ishara ya mtu aliyebeba mtungi unaomwaga maji. Kwa hiyo unaonyesha kwamba hata kwenye Biblia Yesu aliwaambia mtakapoingia mjini. Sasa hivi ndio tupo kwenye timeline ambayo ni technology. Dunia yani imekuwa mjini, yani sio kijiji tena. Ni dunia yani naweza kusema imeendelea, imefika mjini, haiko kijijini tena. Kwa maana ya kimwili inaonyesha kwamba dunia mtakapoingia mjini, lakini kwa maana ambayo iko kiroho ni enzi ya maarifa. Yani ni kipindi ambacho tupo sasa hivi, age of Aquarius. Kwa hiyo alichokuwa akiwafundisha, akiwaambia wanafunzi wake Yesu hapa ni kwamba mtakapofika wakati huo kitakuja kizazi fulani, hicho kizazi ndicho mkifuate. Iko hivyo. Maana age of Aquarius ndio kizazi kilichokuja na maarifa, ndicho kizazi kilichokuja na consciousness. Iko hivyo. Iko hivyo. Nenda kasome, nenda katafute maana. Sio lazima uniamini, maana hichi ninachokiweka hapa ni kama message, ni kama somo. Si lazima uamini. Nimesema kuna sababu inayonifanya hata nifanye hiki ambacho niko nakifanya au nione ni muhimu kushare hiki ambacho niko nakishare. Kwa nini naona ni muhimu? Mimi naamini tuko wakati ambao ni vita ambayo ni vita katika ulimwengu wa roho. Yani ni vita giza likipigana na mwanga. Kwa hiyo ni wakati ambapo
giza limekuwa nene. Yani ni wakati ambapo kiza kinaifunika dunia. Iko hivyo, maana naamini tuko kipindi cha mwisho. Ukiangalia hata kwenye elimu ya astrology, mwaka 2025 ulikuwa ni year 9, ulikuwa ni mwaka wa 9, ulikuwa ni mwaka wa mwisho wa system fulani, ulikuwa ni mwisho wa vipindi fulani, ulikuwa ni mwisho wa age fulani. Maana tuko kwenye age of Aquarius sasa hivi, imeisha age of Pisces. Tupo kwenye age ya mtu aliyeshika mtungi wa maji, age of Aquarius kwenye elimu ya astrology. Kwa hiyo ni kipindi ambacho mifumo ya zamani inaanguka. Kwa kama mifumo ya zamani inaanguka, inawafanya watu wengi wapoteze dira yao, wapoteze kujua wako wapi na wanaenda wapi. Watu wasio na maarifa ya nafsi zao itakuwa rahisi kupotoshwa. Itakuwa rahisi kupotoshwa na propaganda, itakuwa rahisi kupotezwa na hofu na mifumo mipya inayokuja. Maana kuna kitu kinaitwa New World Order kinakuja kuitawala dunia, na tayari kimekwisha kuanza kuitawala dunia. Kwa hiyo itakuwa rahisi sana kwa mtu ambaye hajifahamu yeye mwenyewe kupotezwa. Itakuwa rahisi sana mtu ambaye ana ufahamu, ana dira kupotezwa. Lakini mtu anayejua kuhusu nafsi yake, mtu mwenye elimu kuhusu, mtu mwenye ufahamu kuhusu nafsi yake, maana nafsi yako tuseme ndio nyota yako, maana nyota yako ndio wewe. Kwa hiyo mtu anayefahamu kuhusu nyota yake hawezi kupotoshwa kwa urahisi. Huyo ni mtu ambaye ana inner compass direction yake, haendi kwa kubahatisha tena. Yaani huyo ni mtu ambaye hata mazingira yakibadilika yeye anabakia imara. Ataweza pengine kusaidia na wengine kupata njia badala ya kupotea pamoja na hao wanaopotea. Kwa mfano, kwa nini mimi niko na share hiki? Sitaki kusema kwamba mimi najua njia, lakini naona kile ambacho nakifahamu nikikishare itamsaidia na mwingine. Naamini hivyo. Iko hivyo. Maana naamini katika Akashic Records, katika records zinazotunza yote yaliyowahi kuwako, yaliyopo na yatakayo kuja, kwamba nyota unapoziona pale usiku hazikuwekwa tu ili upuuze. Ziliwekwa ili upate lugha ya asili yako. Kila nyota inayong'aa usiku angani iko ikizungumza. Kilichopo ni unaelewa. Unaelewa inazungumza nini? Iko hivyo. Iko hivyo. Najua kwa atakayesikiliza atajiuliza sana, nawezaje kuelewa nyota yangu? Nawezaje kufahamu nyota yangu? Sikushauri uende kwa wachawi, sikushauri uende kwa mtu fulani, sikushauri pengine hata kunijia mimi ili uelewe nyota yako. Unapokuwa ukisali, unapokuwa ukimwomba Mungu, muombe akupe kufahamu kuhusu wewe, akupe ufahamu, akupe maarifa kuhusu wewe, akufunulie. Na tupo kwenye age, nimetangulia kusema tupo kwenye age ambayo maarifa yamefunguliwa. Tupo kwenye age ambayo ni rahisi sana kuaccess maarifa. Ni swala la wewe kuwekeza muda wako. Namna rahisi ya kuelewa nyota yako ni kujua bliss chart yako. Nikisema bliss chart yako ni unapozaliwa kuna kitu kinaitwaga cheti cha kuzaliwa. Waga unapewa pale hospitali. Kama ulizaliwa hospitali unapewa ulizaliwa tarehe ngapi, ilikuwa tarehe ngapi, mwezi wa ngapi, mwaka gani, muda gani, mpaka unaandikiwa na kilo ulizozaliwa nazo. Ile bliss chart yako ndio imebeba siri ya nyota yako. Maana astrology, ili uweze kuelewa nyota yako kwenye astrology, unahitaji uwe na mwaka wako wa kuzaliwa, tarehe yako ya kuzaliwa na mwezi uliozaliwa, mahali ulipozaliwa na saa uliozaliwa, muda uliozaliwa. Muda unabeba siri ya nafsi yako, tarehe uliozaliwa inabeba siri ya nafsi yako, mwezi uliozaliwa unabeba siri ya nafsi yako, mwaka uliozaliwa unabeba siri ya nafsi yako. Nimetoka kusema kwamba tulikuwa mwaka 2025 ulikuwa ni ya 9. Ukichukua 2025 ukaijumlisha ile 2 jumlisha 0 jumlisha
2 jumlisha 5, ile 2025 ukijumlisha inakuja namba 9. Ile 9 imebeba siri. 9 kwenye namba ni namba ya mwisho. Huwa namba ziko 0, 1, 2, 3 mpaka 9. Huwa hamna namba 10. Namba 10 ni kujumlisha 1, ni 1 jumlisha 0 ndio unapata 10. Lakini namba huwa ni 0 mpaka 9. Kwa hiyo namba zinaishia 9. 9 ni mwisho. Na mwisho wa jambo ni mwanzo wa jambo. Kwa hiyo ulikuwa ni mwisho wa kizazi fulani, unaingia mwanzo wa kizazi fulani. Kwa hiyo mwaka uliozaliwa umeficha siri. Saa uliozaliwa, muda uliozaliwa umeficha siri. Mahali ulipozaliwa, nyota yako ilionekana siku ulipozaliwa. Kwa hiyo nayo imeficha siri. Ukitaka kuvielewa uwe na hivyo. Nitakaribisha kwenye uwanja wa comment kwa atakayekuwa tayari kuelewa kuhusu yeye. Nitakaribisha kwenye uwanja wa comment. Nitasaidia kwa kile ambacho nakiweza. Maana mimi sifahamu kila kitu. I am messenger. Najaribu kushare kile ambacho naweza kukishare. Na without saying many things, maana ili niweze kuupload hiki ambacho niko nakizungumza sasa hivi, itabidi nisizungumze vingi ili niweze kuupload. Na hisi nitatengeneza sehemu ya 2 na ya 3 na ya 4 kama itakuwa na umuhimu. In the name of Yeshua, naomba hii ikawe dira, ikawe mwongozo kwa mwingine, ikawe kama ufunguo, isiwe upotevu kwa mwingine. Kwa atakaye relate ikawe ufunguo, ikawe kama clarity. In the name of Yeshua, Ashe, over.